Kwa hiyo focus namba moja katika kutatua magonjwa ya kimetaboliki kama kisukari, uzito mkubwa, shinikizo la juu la damu, tunazungumzia pressure. Focus namba moja sio dawa. Dawa ni muhimu sana na zinasaidia, lakini focus namba moja ni kugeuza mfumo wa maisha, hasa kwenye upande wa lishe. Haya magonjwa yanaanza kujitengeneza pale ambapo mwili unaanza kupata hitilafu ya utumiaji nishati, ya utumiaji chakula. Unapokuwa na matumizi makubwa ya vyakula vya wanga na sukari, unakuwa kwenye riski ya kutengeneza uzito mkubwa pamoja na upinzani wa insulin. Uzito mkubwa kwa maana ya unapokula vyakula vya wanga na sukari, unakula ugali, unakula viazi, unakula mikate, unakula vyakula vyenye wanga mwingi kuliko unavyoshughulisha mwili wako. Kwa nature ya majukumu ya siku hizi, wengi hawashughulishi sana miili yao. Ina maana sukari nyingi inayoingia inakuwa haina matumizi. Mwili unaiconvert kuwa fat, inatunzwa kama mafuta. Ndio tunasema unapokuwa unaendelea na huo mfumo, utashangaa unaendelea kunenepa, unaendelea kuongezeka, na mwili unafikia level ambayo hauwezi kuendelea kuvumilia kutunza mafuta zaidi. Unatengeneza kitu ambacho tunasema upinzani mkubwa wa insulin, ambapo usiposhughulikiwa pia unatengeneza kisukari aina ya pili rasmi, unakuwa type 2 diabetes. Lakini pia unapokuwa na kisukari tena, unapokuwa na upinzani mkubwa wa insulin, inakuwa ni rahisi sana kutengeneza changamoto nyingi za kiafya, ikiwemo shinikizo la juu la damu. Kwa hiyo unaweza kuona ni magonjwa yanayopokezana hivi. Sasa kosa kubwa unapokuwa umegundulika na haya magonjwa, moja wapo kati ya hayo au yote, kosa kubwa ni kujiswitch kwenye utafutaji dawa za kukusaidia kupona. Ni kweli unaweza kukutana na dawa nzuri za kukusaidia, lakini unapozitegemea kama primary, msaada wa msingi kabisa, hautapata matokeo ya kudumu. Utakuwa unafanya management. Haijalishi ni mitishamba, haijalishi ni dawa za wapi, kwa sababu ni magonjwa yanayotaka urudi kwenye tabia zako, kwenye lifestyle yako, uanze kuchange eating style yako, mfumo wako wa lishe uanze kubadilisha. Uanze kubadilisha hata idadi ya milo, ili mwili uweze kupata nafasi ya kutumia hicho ambacho kimezidi, lakini pia mwili uweze kupoa na kujifanyia, tunasema autophagy, upate nafasi ya kujitengeneza. Na ndio maana kuna vitu kama tunasema mifungo tiba, intermittent fasting, zinasaidia kuupa mwili nafasi ya kuanza kujilipea. Dawa zinafanya sasa kama visaidizi pia kuongeza nguvu ya ukarabati wa mwili, lakini pia kupoza ili usipate madhara makubwa. Na mimi umejifunza. Mimi ni Sam Nature. Karibu katika peji hii kuendelea kujifunza namna ya kutokomeza haya magonjwa na kutokuwa tegemezi wa dawa maisha yako yote, kwa sababu kwenye management wengi wamejikuta wanakuwa watumiaji wa dawa zisizokuwa na kikomo, lakini pia wanapata madhara yasiyoisha, yanaondoka yanarudi, kwa sababu approach ya matibabu haijajikita kuondoa tatizo, imejikita kulea tatizo. Okay? Karibu sana.